Barabara hizi ziko za aina nyingi, ni kama unavyojenga nyumba yako. Mmoja anaweza kusema nyumba yangu mimi nimejenga kwa milioni 5 na imekamilika. Mwingine anasema mimi nyumba yangu nimejenga kwa milioni 100 na imekamilika. Mwingine anakwambia mimi bati tu nimenunua milioni 500. Si mnanielewa eh? Because it's just a matter of the standard of your house, kwamba nyumba yako unataka iwe na standard za aina gani. Kwa hata kwenye barabara ni the same, ni jambo lile lile. Barabara huyu mkandarasi amepewa hii na zingine, lakini zingine zile zinajengwa kwa mfumo wa zege. Na zege unapojenga unaweka chini nondo. Nondo naisuka kama na mwaga jamvi juu kulingana na uhitaji wake. Sasa nondo tani moja inaweza kaa kwenye milioni 2,100,000, milioni 2,300,000. Mpaka milioni 2,300,000. Ngoja kwanza. Ananiambia mkandarasi hapa. Nondo tani moja, yaani nazo nunua mimi na wewe, ziko kwenye milioni 2,100,000, milioni 2,300,000. Na wewe na mimi tukinunua, tukimkuta mtu wa serikali anasema nondo inauzwa milioni 4, unamwambia wewe mtu wa serikali mwizi wewe, nondo milioni 2,100,000. Umenielewa eh? Sasa kiwango cha serikali nondo sio hiyo ambayo wewe unanunua, au sio hiyo ambayo wengi tumezoea, kwa sababu kiwango cha serikali kinakwenda kwenye BS 500, BS almost 500, na lazima iwe ni nondo yenye hali ya juu ya kiwango. Sasa mimi na huyu bwana mkandarasi kazi yetu ni kwenda kuangalia, je, mkandarasi amekwenda kununua ile inayohitajika ili asijipe faida kubwa. Sasa ukienda dukani ukanunua tofali, unanunua tofali shilingi 1,000, lakini baada ya muda ukipukuchua hivi napukuchika. Kwenye serikali ukileta tofali namna ile tunaikataa, kwa sababu sisi tunataka ile ambayo hata ukigongesha chini namna hii haiwezi kupasuka kwa haraka. Hivyo ni viwango ambavyo vinapandisha bei ya miradi. Mmeona ndugu zangu wananchi? Leo mmesikia vita inapiganwa kati ya Israel na Iran. Tumesikia vita Israel na Iran. Sasa mwana Kigamboni wa kawaida anaweza kusema wacha wapiganage huko, labda nikupe madhara. Hii lami inayokuja kumwagwa hapa, hii material yake yanaitwa bitumen. Yanaitwa nini? Bitumen. Utaliona lilami jeusi liko kwenye mapipa, lile linatoka Iran. Sasa jamani, lile linatoka wapi? Iran. Na haliji moja kwa moja hapa, kwa sababu nchi yao ina vikwazo. Inakwenda kwenye nchi za Kiarabu kama kule Saudi Arabia, baada ya hapo au inakwenda Dubai, baada ya hapo ndo zinasafirishwa kwenda kwenye dunia nyingine. Na ili barabara iweze kukamilika, bitumen hilo lipipa hilo yanahitajika mapipa mengi ili yachanganywe na mchanga, ili yachanganywe na hiyo yenyewe lami yenyewe, ili mwisho ndio iwe lami. Ndio inatokea sasa kitu kinaitwa lami imetengenezwa. Ukipita hapa juu ni nyeusi, unasema haya material yametoka hapa hapa. Hii lami ili iwe lami ni material yanayotokana na utengenezwaji wa mafuta. Na sisi hatuna mafuta, kwa lazima tuagize kutoka nje. Unapoagiza hayo material, hiyo nayo inapandisha nini? Bei ya mradi. Lakini kitu kingine ni hii mifereji. Hii mifereji, ili kuweza kujua gharama za mfereji huu, kwa nyumba yako pale unakwenda unatengeneza, naweka mfereji kama kamita 1. Unaangalia fundi atasema nini? Leta mbao, leta nondo, leta kokoto, leta mchanga, leta simenti, leta sijui kitu gani. Ukiona mtaro kama mita 2 au mita 1 kana gharimu kama milioni 5, sasa njoo usimame hapa, alafu uangalie mpaka kule mbele inaweza kuwa shilingi ngapi. Unaanza kujua kidogo, tunahesabu.